السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Naam, tunaendelea tena na darasa yetu ya fiqhi. Tumekuwa na kitabu hiki Al-Fiqhul Muyassar, yani kwa maana rahisi ni kwamba fiqhi ambayo imerahisishwa, na tukasema mwanzoni ni kitabu ambacho kimeandikwa na nukhbatu min al-ulama, jopo la wanachuoni mbalimbali wamekutana wakaamua kutumikia umma huu kwa kurahisisha masala haya ya kisheria, kwa sababu fiqhi ni alfahamu, ni ufahamu, maarifatu ad-dalail, ni kuzifahamu dalili kama vile alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kufahamu Qur'an katika masala ya kisheria imekusudia nini, zile ayatul ahkam, na vile vile katika hadithi ambazo Mtume alayhi salatu wasalam anatufundisha ibada mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa tumefikia kwenye mlango wa as-sala, lakini kwenye kipengele hiki cha as-salatu at-tatawwu, swala za sunna. Yani sisi kama Waislamu, naam ni Waislamu, tunatakiwa kuzifahamu baada ya swala za faradhi. Kuna swala nyingi za sunna ambazo unaposwali unatakiwa ufahamu hukumu zake na ufahamu fadhila zake. Swala ipi inatangulia kwa ubora na malipo, kisha ipi. Kwa hiyo kwenye swala hizi za sunna tulikuwa tumefikia almas'alatu rabi'a fi adadi rawatib. Wale ambao watafuatilia kwenye vitabu, na pia si vibaya uka download kitabu hiki, ukawa nacho, ukienda kwenye Google pale ukaandika Al-Fiqhul Muyassar, basi kitakuja pale, utadownload, utakuwa nacho pia. Maana ndio ulimwengu tulionao, utakiwi kuachwa katika teknolojia ambayo inarahisisha dini hii. Kwa hiyo almas'alatu rabi'a fi adadi rawatib, mas'ala ya 4 anazungumzia idadi ya hizi swala za sunna. Tulishaona kuna sunna ambazo zina wakati maalum na zina sababu maalum, na kuna sunna ambazo hazina wakati maalum, unaweza kuswali wakati wowote tu. Sasa hizi ni sunna ambazo zina wakati maalum, na unatumika msamiati wa arrawatib. Arrawatib ni jamu ratiba, na arratiba kilugha ya kisheria anasema wahia ad-daimatu al-mustamirra. Ukisikia hizi sunna za rawatib, ni maana yake ni kwamba ni zile sunna ambazo zenye kudumu na zenye kuendelea, na wahia at-tabi'atu lilfaraidh, na hizi ni sunna ambazo zinafuatana na swala za faradhi. Utaendelea kufahamu. Yani hapa tunakusudia qablia na baadia, ndio mara nyingi zinafuatana na swala za faradhi. Huwezi ukaswali qablia kama hakuna swala ya faradhi. Kwa mfano dhuhuri, huwezi ukasema tu umeamka asubuhi ngoja ni swali qablia ya dhuhuri au baadia ya dhuhuri, mpaka ipatikane hiyo dhuhuri yenyewe ndipo unaweza ukaswali qablia yake au baadia yake. Na tukaona wanachuoni hawa wanasema wa faidatu hadhi rawatib annaha tujbiru alkhalala wanaqsa. Faida ya hizi qablia na baadia, kumbe faida yake kubwa, zinaunganisha ile mianya ambayo mtu ameifanya au ule upungufu ambao mtu kausababisha katika swala yake ya faradhi. Kwa mfano kwenye dhuhuri, wakati unaswali ulikuwa na mawazo, nikitoka hapa jamaa ananidai, au nikitoka hapa kuna mzigo wangu sehemu fulani. Yani mtu anatoka nje ya swala akiwa ndani ya swala, akili yake inakuwa imetoka. Sasa sisi ni binadamu, kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea hizi swala za qablia na baadia ili kuziba hiyo mianya. Sasa utaona ni jinsi gani kuna umuhimu wa kuziswali. Kumbe ukiswali faradhi tu peke yake na ukao umesababisha makosa ndani ya hiyo swala, siku ya kiyama unakuja kuhesabiwa, unashangaa faradhi ile labda tunalipwa kwa 10, swala moja unalipwa kwa swala 10, yani unalipwa mara 10. Yani kumbuka swala zilikuwa ni ngapi? Wakati zinafaradhishwa zilikuwa swala ngapi? Zilikuwa swala 50.
lakini zikapunguzwa kwa fadhila kwa rehema za Allah mpaka zikabaki swala 5. Lakini swala hizo 5 hadithi inasema swala moja kwa 10 ili zifikie zile 50. Kwa hiyo utaona ukifanya mchezo unaweza ukajikuta umelipwa hata robo au nusu au mtu akatoka kabisa patupu. Kwa hiyo tukawekewa hizi ili ziweze kutuunganishia hayo makosa yetu ndani ya swala. Na sasa anasema wa adadu rawatib 10 rakaat. Kumbe idadi ya hizi swala za kablia na baadia mara nyingi tunazozikusudia hapa ni rakaa 10. Kwanza zimetajwa katika hadithi ya Ibn Umar ni rakaa 10. Adadu 10 anasema wa adadu rawatib 10 rakaat. Hizi ni rakaa 10 ambazo almadhkuratu fi hadithi Ibn Umar radhiallahu anhuma. Kwa utaratibu zimekujaje hizi rakaa 10 kwa siku? Hapa tunakusudia rakaa 10 kwa siku kwa hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma. Ibn Umar anasema hapa kuna hadithi mbili, kuna hadithi ya Ibn Umar na hadithi ya Ummu Habiba kama mwaye kusikia. Vile vile mke wa Mtume alayhi salatu wasalam amezitaja hizi. Ibn Umar amepokea rakaa 10 kwa siku, na tutakuja kuona vile vile Ummu Habiba mke wa Mtume alayhi salatu wasalam yeye amepokea rakaa 12 kwa siku. Ama hizi za Abdullah ibn Umar anasema hafidhtu an rasulillahi alayhi salatu wasalam, anasema rak'atain qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'da adh-dhuhr wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isha wa rak'atain qabla al-ghada. Ibn Umar anasema amemsikia Mtume alayhi salatu wasalam au amehifadhi katika vitendo vya Mtume alayhi salatu wasalam ikiwemo hizi rawatib. Kwanza ni rakaa 2, anasema rak'atain qabla dhuhur, amehifadhi rakaa 2 kabla ya dhuhuri. Sawa, twende pamoja. Rakaa 2 kabla ya dhuhuri, lakini vile vile rakaa 2 baada ya dhuhuri. Zinakuwa ni rakaa ngapi hizo? Rakaa 2 kabla ya dhuhuri. Chukua hii dhuhuri tulioiswali tuanze nayo, na ndio ameanza nayo Ibn Umar. Rakaa 2 kabla ya dhuhuri, na ukisha swali dhuhuri unaswali tena rakaa 2 baada yake. Zinakuwa ni ngapi? Tunataka tuzipate hizi 10. Halafu vile vile rak'atain zikaja baada al-maghrib. Kuna kablia ya maghrib lakini ile haijatiliwa mkazo. Hapa anazungumzia zile ambazo ni muakkada, mara nyingi Mtume alayhi salatu wasalam hakuziacha. Kwa hiyo rak'atain baada al-maghrib zinakuwa ni ngapi? Yaani rakaa 2 baada ya maghrib zinakuwa mpaka sasa hivi ni ngapi? 6. Lakini vile vile rak'atain baada al-isha zinakuwa ni ngapi? Ni 8. Lakini vile vile rak'atain qabla al-ghada, yani qabla al-fajr, qabla subhi, rakaa 2 kabla al-fajiri zinakuwa ni ngapi? Zinakuwa ni 10. Kwa hiyo kumbe Ibn Umar yeye kapokea hizi rakaa 10 kwa siku aliposema hafidhtu an rasulillahi alayhi salatu wasalam. Akaanza kuzitaja sasa pale hizo rakaa 10 zimepatikanaje kwa siku. Kwa hiyo hii ni kwa hadithi ya Ibn Umar, na akamalizia akasema wa rak'atain qabla al-ghada, yani rak'atain qabla al-fajr. Anasema kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi alayhi salatu wasalam. Kulikuwa kuna muda ambao mimi nilikuwa siingii kwa Mtume alayhi salatu wasalam, yani huu muda wa 12, illa bana Allahu lahu baitan au bunya lahu baitun fil janna. Hakuna mtu yoyote atakayeswali kwa siku rakaa 12 isipokuwa Allah atamjengea nyumba peponi. Kujengewa nyumba peponi maana yake ni nini? Maana yake ni kuingia peponi. Kwa hiyo utaingia peponi kwa kuswali hizi rakaa 12 kwa siku. Hadithi ya kwanza tulisoma ya Abdullah ibn Umar ipo katika Bukhari na Muslim, ni hadithi mutafaqun alayhi. Lakini hii hadithi ya Ummu Habiba ambaye ni mama yetu huyu mke wa Mtume alayhi salatu wasalam, hii utaipata katika Sahih Muslim. Sasa hadithi hii ya Ummu Habiba anasema wahiya al-ashru al-madhkuratu sabiqan, yenyewe inatupa rakaa 12 kwa siku, lakini ni zile
unazipataje? Ni zile 10 zilizotangulia kutajwa. Illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 rakaat. Sasa kwa hadithi ya Ummu Habiba kwa Abdullah ibn Umar tuliona ametaja rakaa 2 kabla ya dhuhuri, lakini faqad zada at-Tirmidhi fi riwayati hadithi Ummi Habiba al-madhiya. Al-Imam Tirmidhi akawa, yani mpokezi wa hadithi huyu, akawa ameongeza kwa maneno ya Ummu Habiba kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam kwamba 4 qabla dhuhuri wa rak'atayn ba'daha, rakaa 4. Yani Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaswali rakaa 4 kabla ya dhuhuri na rakaa 2 baada yake. Hii tunaelewana? Ukiachana na rakaa 4 za dhuhuri, lakini alikuwa, yani rakaa 4 za faradhi alikuwa anaswali kabla yake, alikuwa anaswali rakaa 4 za kablia. Abdullah ibn Umar amehifadhi kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaswali rakaa 2 za kablia, huku kwa Ummu Habiba ni rakaa 4 za kablia. Na alikuwa anaziswali vipi sasa hizo rakaa 4 za kablia? Sasa usichanganye na namna unavyoswali dhuhuri kwenye faradhi. Swala zote za sunna ni rakaa 2 kama ilivyokuja katika hadithi kule, salatu laili mathna mathna. Swala za usiku ni rakaa 2, lakini hadithi nyingine Sheikh Albani rahimahullah akaisahihisha akasema salatu laili, yani Mtume alayhi salatu wasallam anasema salatu laili wan nahari mathna mathna. Swala za usiku za sunna na za mchana za sunna ni rakaa 2. Kwa hiyo hata hizi za dhuhuri kablia ambazo ni 4 utaswali 2 unatoa salam, kisha unaswali 2 unatoa salam. Kwa hiyo alikuwa anaziswali hivyo. Kwa hiyo 4 qabla dhuhuri wa rak'atayn ba'daha, alikuwa anaswali rakaa 4 kabla ya dhuhuri na rakaa 2 baada yake. Wa rak'atayn ba'da al-maghrib, na alikuwa anaswali rakaa 2 baada ya maghrib. Hizi ni kama kawaida tulivyoona kule kwa Abdullah ibn Umar. Na rakaa 2 baada ya isha na rakaa 2 kabla ya alfajiri. Kwa hiyo hapa tunazipata 12 ukihesabu. Hebu twende pamoja, rakaa 4 kabla ya dhuhuri na rakaa 2 baada yake zinakuwa ngapi? 6. Na rakaa 2 baada ya magharibi zinakuwa ngapi? Na rakaa 2 baada ya isha zinakuwa ngapi? Na rakaa 2 kabla ya alfajiri zinakuwa ngapi? 12. Sasa wewe utachagua, zote zinajuzu. Ukiamua kuswali rakaa 12 kwa siku, yani 12 kwa mgawanyo huo, 2 kabla 2, yani hizo utaamua uchukue zipi. Ukiamua kuchukua Abdullah ibn Umar rakaa 10 kwa siku, kwa maana dhuhuri kabla ya dhuhuri rakaa 2 na baada ya dhuhuri 2 na kuendelea na mtiririko huo, au utaswali hizi rakaa 12 kwa hadithi ya Ummu Habiba. Tumalizie kipengele hiki lakini anasema wa akidu hadhihi rawatib, lakini ziliotiliwa mkazo katika swala hizi za sunna. Anasema rakaata alfajri ni rakaa 2 za alfajiri, hizi zimetiliwa mkazo sana. Anasema wahuma sunnatul fajri alqabliya, hizi rakaa 2 za qablia ya alfajiri Mtume alayhi salatu wasalam amezitilia mkazo sana. Hata alipokuwa akisafiri, alikuwa haziachi. Unajua ukisafiri unakuwa na ofa, unakuwa na ruhusa ya kukusanya swala. Dhuhuri tulioiswali hapa rakaa 4 utaiswali rakaa 2 wewe ukiwa safarini. Asiri na rakaa 4 ukiwa safarini utaswali rakaa 2. Tena unachagua tu kwenye dhuhuri ni swali dhuhuri na asiri. Unaswali dhuhuri rakaa 2 unatoa salamu kama hivi tulivyoswali, kisha unanyanyuka unaswali rakaa 2 za asiri unatoa salamu, umemaliza mpaka tena magharibi. Sasa ukiwa msafiri una ruhusa hiyo, lakini Mtume alayhi salatu wasalam pamoja na hivyo alikuwa haachi hizi rakaa 2 za alfajiri, na tutakuja kuona na vile vile sunna ya witri. Kwa hiyo kwenye kuzitilia mkazo akasema rakaata alfajri khairum minad dunya wa ma fiha, hizi rakaa 2 za alfajiri ni bora, yani kabla alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Sasa hebu angalia dunia ina vitu vingapi? Dunia
kwanza ina ardhi, sawa sawa, ina ardhi ina mchanga. Michanga iko mingapi? Punje za mchanga, chembe za mchanga ziko ngapi? Dunia ina miti, dunia si ina milima, dunia ina watu, dunia ina vitu vingi. Lakini hizo rakaa mbili, si unaelewa? Yani wewe tasawwar, wewe imagine dunia ilivyokusanya vitu vingi vilivyo juu yake. Sasa rakaa mbili tu za alfajiri zinafunika, zinashinda vitu vyote hivyo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kumbe zina thawabu nyingi sana. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah aliulizwa siku moja, kwani kuna makusudio gani? Yani Mtume alayhi salatu wasallam anakusudia nini kusema kwamba rakaa mbili za kabla alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo? Mbona dunia ina vitu vingi sana? Akasema ad-dunya zaila, dunia ni yenye kuondoka, lakini walbaqiyatu salihatu, lakini hizi rakaa mbili hizi rakaa mbili za sunna zinabakia katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini dunia inaondoka, ni kitu kidogo sana mbele ya hizi rakaa mbili. Na mwisho nasema waliqauli Aisha radhiallahu anha kuhusiana na rakaa hizi mbili, anasema walam yakun yad'aha abadan, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa haziachi kamwe, hata akisafiri kama tulivyosema alikuwa haachi kuziswali hizi rakaa mbili za kabla ya alfajiri. Tutakuja kuona kwenye upande wa witri, lakini hapa tunazungumzia tu hizi sunanu arrawatib. Arrawatib tumesema ni ad-daimatu almustamirra, ni zile sunna za kudumu ambazo zinaendelea, kwamba kila siku Muislam anatakiwa ajitahidi, tunatakiwa tujitahidi kabla alfajiri uswali rakaa mbili, kabla ya dhuhuri uswali rakaa mbili, baada ya dhuhuri hivyo hivyo, na kabla vile vile ya baada ya magharib na baada ya isha, kama tulivyobainisha katika ule mtiririko. Unaweza ukarejesha tena kumbukumbu zako zikakaa vizuri zaidi. Lakini kwa mukhtasar tulichojifunza leo ni hizi rakaa 10 kwa siku kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar, na hizo kwa upande mwingine zinakuwa ni rakaa 12 kwa siku kwa hadithi ya Ummu Habiba, mke wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hadithi ya Ibn Umar ni rakaa 2 kabla ni rakaa 2 kabla ya dhuhuri, na rakaa 2 baada ya dhuhuri, na rakaa 2 baada ya magharibi, na rakaa 2 baada ya isha, na rakaa 2 kabla alfajiri. Kwa hadithi ya Ummu Habiba ni rakaa 4 kabla ya dhuhuri, na rakaa 2 baada ya dhuhuri, na rakaa 2 baada ya magharibi, na rakaa 2 baada ya isha, na rakaa 2 kabla ya alfajiri. Kwa hiyo kwa mukhtasari huo unaweza ukaondoka nao na ukaufanyia kazi, ili mwisho wa siku au mwisho wa yote ni kwamba faida yake ni kwamba hizi rakaa 12 ukidumu nazo au hizi 10 ukidumu nazo, Mtume alayhi salatu wasalam amekuhakikishia pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini tuache hizi fadhila? Rakaa 2 ni dakika ngapi? Au rakaa 4 ni dakika ngapi? Dakika chache sana, bali ibilisi ndio anaweza akakufanya ukaziona ni nzito na ukaona ni jambo kubwa sana. Naam, ni jambo kubwa, lakini katika utekelezaji ni yasirun liman yasarahu Allahu lahu. Kwa hiyo tosheke na hayo, tutakuja kuendelea na sehemu nyingine. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Naona kuna swali pale, kablia na baadia. Naam, kwenye asri kuna kablia ipo, lakini hapa tunazungumzia swala za sunna ambazo zimetiliwa mkazo, zilizotiliwa mkazo. Hizo zipo, mtu akitaka ataswali, lakini hata asiposwali vile vile hakuna shida. Hatusemi aache, zote hizo zina fadhila zake na thawabu zake. Lakini kwenye asri ipo kablia tu, baadia hakuna. Baadia ipo lakini na khilaf. Swala ya baadia kwenye asri, Mtume alayhi salatu wasalam, ziko hadithi zimekuja nyingi, lakini Mtume alayhi salatu wasalam mwisho aliwakataza. Na hii ilitokea siku moja alikuwa na swali nyumbani baada ya asri, amerudi nyumbani akawa na swali baada ya asri rakaa 2. Wakati anaswali Ummu Salama akamuona.
mbona baadia alitukataza tusiswali baada ya isha, nini asri, mbona anaswali? Akamtuma binti, nenda kamuulize Mtume alayhi salatu wasallam akiwa kwenye swala, kamuulize mbona anaswali, sio msubiri amalize, nenda kamuulize hizi rakaa mbili unazoziswali baada ya asri ndio zile ulizotukataza? Akamwambia nenda kamuuliza, akikuashiria kwamba sio basi uje uniambie. Kwa hiyo akaenda akamuuliza, ya Rasulullah, Ummu Salama amenituma hizi rakaa mbili unazoziswali kwenye swala, anamuuliza ni zile ulizotukataza, uliowakataza? Akamwashiria la. Kwa hiyo kwenye swala ni swali limekuja, lakini faida nyingine ambayo kwenye swala mtu unaweza ukampa maagizo, unaweza ukamsalimia, inajuzu, imethibiti, ni katika sunna, unaweza kumsalimia, lakini almashghulu la yashghalu, sio lazima umsalimie, lakini ukimsalimia sheria inakuruhusu. Na wewe ukisalimiwa ukiwa kwenye swala, ulikuwa umefunga swala, utanyoosha tu mkono au utaelekeza kiganja chini. Yaani mtu kakusalimia kwenye swala, amekusalimia asalamu alaykum, wewe utanyoosha tu kidole ndio umejibu salamu hivyo, au utashusha kiganja chini ndio umejibu salamu. Kwa hiyo alimuashiria. Au pia unaweza kwa mfano mtu amekwambia bana, utanikuta hapo nje au utanikuta mjini kwenye swala, kama hutoenda unaweza ukaishia hapo, kwa maana umepokea maagizo. Kwa hiyo hakuna baada ya asri kwa makatazo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hatuwapingi wale wanachuoni ambao wana msimamo wa kuswali baada ya asri, lakini ushahidi ambao ni sahihi zaidi au kauli ambayo ni sahihi zaidi ni kutoswali baada ya asri. Naam. Ama magharibi pia ipo, tukimalizia magharibi pia kuna kablia, lakini pia haikutiliwa mkazo. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi sahihi anasema sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman shaa. Swalini kabla ya magharibi, akawaambia mara 3, swalini kabla ya magharibi, swalini kabla ya magharibi, swalini kabla ya magharibi, kwa mwenye kutaka. Kwa hiyo akishasema hivi inakuwa ni khiari, ukifanya ni sawa, usipofanya ni sawa. Kwa hiyo zipo hizo. Naam. Swali jingine kama kuna. Ansari TV, harakati za kweli kwa jamii bora.